kuna hili kundi ambalo naliona mtandaoni ambalo linachafua taswira na heshima ya taifa kwa makusudi. Reputation ya taifa kwa makusudi. Naomba niwaelezee kwa nini ni muhimu sana nchi yako kuongelewa vizuri. Kwa nini unaona nchi nyingi zinawekeza kwenye sifa nzuri ya nchi husika. Yaani unataka nchi yao tu iongeleke vizuri. And then linatokea ili kundi ambalo linaenda kwenye page za kimataifa, linaandika vibaya kuhusu nchi hii. Wanaenda kwenye page hadi ya Rio Ferdinand. Yaani watu mnakuja kutupigia kelele mtandaoni, kwa nini Rio hajaposti? Nikaenda kuchungulia kwenye hiyo page ya Rio. Mmeshamwahi kwenye posti zake zote. Mnamwambia unakujaje kwenye nchi ambayo wananchi tuliuliwa? Kama mliuliwa mbona nyinyi mjahama hii nchi? Kama Tanzania ni mbaya, kwa nini mpo mpaka leo? Tena mnamwandikia kwamba na nyinyi mpo kwenye nchi, alafu mnamshangaa yeye kuja kwenye nchi. Kama nchi ni mbaya, mbona hamjahama? Mnafanya hivi vitu kwa miemko, mmelala vyumbani huko na ndoo zako hapo zimepangana zinakaribia kukudondokea, hujui taifa linaingia gharama kubwa kiasi gani kutengeneza sifa nzuri ambayo wewe umezaliwa, umepata bando, umeikuta hiyo sifa nzuri ya Tanzania, wewe unataka kuiharibu kwa simu yako ya mkopo. Why do you do that? Sasa nimejaribu kutafakari kwa nini mtu mwenye akili zake timamu anayesema anataka maendeleo ndani ya nchi, anataka mafanikio ndani ya nchi, alafu anaenda anaharibu reputation ya nchi makusudi. Ana comment utupolo kuhusu nchi yake. Maana huyu mtu hajui reputation ya taifa inahusiana vipi na maendeleo ya taifa. Na kwa nini wewe kama raia wa hiyo nchi ndio utakiwi hata kidogo kuiongelea nchi yako vibaya. Alafu ndio nyinyi mtawageuzia Chadema. Chadema wanasema gawani wasomi sana. Wana akili sana. Wanaelewa sana. Sasa nikishawaelewesha nyinyi na nyinyi mtaenda kuwauliza wao kwa nini huwa wanahangaika kuchafua taswira ya nchi. Ili hali wao ni wasomi sana, wana akili sana. Kwa maana hiyo wanajua umuhimu wa nchi kuongelewa vizuri. Kama ulikuwa ufahamu, reputation ni soft power ya nchi yoyote ile duniani. Yaani jinsi wewe unavyozungumzika vizuri kama taifa, hiyo nayo ni nguvu itakayo athiri namna watu wanavyokuchukulia, namna watu wanavyokutendea, namna watu wanavyokupokea, namna watu wanavyokukirimu huko duniani kutokana na vile ambavyo unaongelewa. Kwa mfano, wengi wenu hapa huwa mnaamini Israeli ni taifa teule, wengi wenu hapa huwa mnaamini Israeli inaonewa, ili Israeli ndio inayopiga watu Iran, Israeli ndio inayopiga watu Palestina, Israeli ndio ambayo inachochea vita kwenye nchi mbalimbali mfano Kongo kwa ajili ya madini. Kwa nini wewe unakaa unaipigia magoti unaiombea Israeli? Kwa sababu umeaminishwa Israeli ni taifa la Mungu. Hiyo ni reputation ya Israeli. Reputation ya Israel ndio hiyo inayokufanya wewe mpaka leo ukipiga magoti kabla hujajiombea gari unaanza kuiombea Israel kana kwamba Israel haijiwezi kama ambavyo wewe hujiwezi. Namna ambavyo huwa mnaamini Marekani haiwezi kushindwa kitu, Marekani haiwezi kufeli kitu, ukitaka maisha mazuri nenda Marekani. Ili hali Marekani watu wanalala hadi madarajani. Hiyo ni athari ya reputation. Yaani ile nchi ya Marekani inasifiwa sana kiasi kwamba wewe unaamini Marekani ndo paradiso ya hapa duniani. Ndo nchi ambayo haina changamoto yoyote. Ndio maana ukisikia sijui bunge la Ulaya limezuia misaada, unasema tutaishije? Hiyo ni reputation ambayo bunge la Ulaya wamekufanya wewe uamini. Ili hali msaada wenyewe ulikuwa unauzungumzia ni 0.8% ambao unaenda kwa wadau wa kilimo. Kwa hiyo msaada ulikuwa hata uisaidii serikali chochote. Hiyo ni athari ya reputation. Hivyo ambavyo wewe unatetemeka kuhusu nchi zingine, ambavyo unaweza ukakaza mishipa yako ya shingo kubishana juu ya nchi zingine kwa vitu vya uongo kwa sababu tu ya sifa zao ambazo umeaminishwa, kuna kufanya unaiamini ile nchi, si ndio? Marekani ikikwambia uikopeshe shilingi 50, wewe utaikopesha? Utaikopesha kwa sababu unaamini Marekani wanaweza kukulipa. Meanwhile, Marekani ndio nchi inayoongoza kwa deni la taifa duniani. You see? Lakini kwenye reputation watu wengi mnaamini kwamba ile ndio nchi ambayo iko vizuri sana kiuchumi. Deni la taifa ile ambalo mnalitumia hapa kumbeza rais wenu kana kwamba ni msalaba mzito, Marekani ndio ipo kileleni pale kama Yanga. Na bado hamjai kusema Marekani inakufa kwa sababu ina deni kubwa la taifa. Umeona athari ya reputation? Reputation ni silaha na nguvu inayoathiri nchi itakavyotendewa, itakavyochukuliwa, itakavyofikiriwa na mataifa mengine kabla hata nchi hiyo haijatumia nguvu ya kijeshi. Na sasa ngoja nikupe faida za reputation kwa nchi yoyote ile duniani.
Kwanza, reputation nzuri ya taifa itavutia wawekezaji. Kija kuwekeza kwenye nchi yenu, kwanza wanalipa kodi ya kuja kuwekeza na kufanyia biashara, lakini pili watatoa ajira. Na wale wanaoajiriwa nao mkumbuke wanakatoga kodi ya pay as you earn. Si unaelewa? Kwa hiyo chain ya reputation kwenye uwekezaji tu tayari ina faida kubwa kwa kiasi kwenye pato la taifa. Pili, inavutia pia utalii. Watu wanakuja kutalii kwenye nchi yenu pale ambapo wanajua nchi yenu ina uhakika wa usalama. And then nyinyi mnaenda kwenye page ya Rio Ferdinand mnamwambia Rio, kwa nini umekuja kwenye nchi ambayo watu wanauliwa? Wewe kwenye ukoo wenu wameuliwa wangapi? Tatu, ni mikopo nafuu. Wewe ukiwa unajulikana ni masikini wa kutupwa, unapoenda kukopa hata Changamsha Damu anataka bondia nini? Wanataka vitu vyako vya ndani. Kwa nini unapewa mkopo mgumu hivyo? Kwa sababu wanakujua wewe ni maskini. Lakini unaona, ukiwa una status kako, viela vinasomaga miamala yako inaweza kuwa traced ikaonekana. Ukienda kukopa benki, unaona masharti tunayopewa benki, utaambiwa hela utalipata kwa miaka 15 kwa sababu bank wana reputation yako nzuri ya kiuchumi kiasi kwamba wanajua hela wewe una uwezo wa kuimudu. Masharti kwako yanakuwa nafuu. Na ndivyo hivyo kwa nchi ambayo ina reputation nzuri, maana kule tunapoenda kukopa wanakuwa wanahakika kuwa Tanzania hela wanaweza kuirudisha. Wako vizuri kiuchumi, ni nchi inayoendelea kiuchumi, inaendelea kukua, wana miradi ya kimaendeleo ambayo inaonyesha kwa uhakika uchumi utaendelea kukua, nchi ina amani, kwa hiyo biashara zao zitaendelea, hazitokuja kusimama, kwa hiyo wana uwezo wa kulipa deni letu bila masharti magumu. And there you go, na simu zenu za mkopo, papa, hii nchi sipewe mikopo, hii nchi sitishiwe misaada. Kwani hiyo misaada naitegemea Samia? Hivi nyewe kwa akili yenu ndio tumesitishiwa misaada na mikopo? Samia ndo atakayekonda? Yaani mnaona ule mwili wake ule utapungua kisa nchi imesitishiwa mikopo? Seriously. Faida nyingine ni kupata washirika wazuri wa kimataifa. Mnaona China ambavyo imeweza kumuita Putin mezani, imeweza kumuita Trump mezani, inaita Iran mezani. Hivi vitu havitokei kwa bahati mbaya. Ni reputation ya China kwamba ile ni nchi yenye misimamo, inayojitegemea, haiyumbishwi kwa njaa. Nyinyi mnavoenda kuipressurize serikali yenu, yani serikali yenu ionekane dunia nzima kwamba inafanyaga maamuzi kisa chama fulani chenye wanachama 400,300 kimesema katika nchi ya watu milioni 60. Mnajua mnataka kudepict serikali yenu ni serikali ya aina gani? Serikali yenu inaonekana dhaifu, serikali sio kuwa na msimamo. Yani kama serikali yenu inaweza kuyumbishwa na chama chenye wanachama 400,300 na upuuzi, je, taifa kubwa kama Marekani likitaka kuipelekesha nchi yenu inawezekana? Inawezekana. Faida nyingine ya reputation ni kampuni kubwa kufungua matawi kwenye nchi yenu. Na kama tulivyosema kwenye wawekezaji, ndivyo hivyo vinavyoenda kwenye kampuni kubwa. Kampuni kama Coca, Pepsi, the reason wana matawi hapa ni kwa sababu nchi hii ilikuwa inaongelewa vizuri. Pale tu Kenya wafanyabiashara waliwekeza pale kwenye ile mall ya Westgate. Baada ya yale matukio ya magaidi, wafanyabiashara wote walikimbia Tanzania. And here you are, wale wafanyabiashara ambao walikimbia Kenya wamekuja Tanzania kwa sababu ya amani yenu. Ndio nyinyi mnaojaribu kuwatisha mtandaoni kwa kucomment upuuzi mtandaoni. Mnataka na nyinyi mlielie njaa hadi mjipe vibarua vya kwenda kutetea haki za binadamu kwenye nchi za watu kama Wakenya wanavyokuja kwenu. Faida nyingine tena, nchi inapokuwa na reputation nzuri, inaipa nafasi nchi yenyewe ya kukua kupitia vipaji na wataalamu. Let's say wawekezaji wanapokuja kuwekeza labda kwenye masuala ya dawa, na nyinyi kwenye nchi yenu mna wasomi waliosomea masuala ya utabibu na masuala ya famasia ya kutengeneza dawa. Sasa wale watu wakishare knowledge kwa pamoja ndio mnapokuja kuibua vipaji vipya. Kuna kitu wewe labda unakifahamu hapo ulipo saizi kama kijana, lakini huna confidence nacho, kwamba hiki kitu kina soko, hiki kitu kinauzika, hiki kitu kitakulipa. Lakini with reputation ya nchi, anaweza katokea mwekezaji ambaye atakupa thamani ya iko kipaji chako. Kwa zaidi, reputation nzuri inakuongezea ushawishi wa kisiasa. Kwa wale wenzangu na mimi ambao mmezaliwa juzi na hamkusoma historia, hamjui labda kwa nini Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinaheshimika sana Afrika. Hamjui hilo. Kwa nini Tanzania inaonekana ndo nchi imara sana kisiasa? Hiyo ni reputation ambayo imejengwa tangu enzi ya Mwalimu Nyerere na Tanzania wakaitunza. Na ndio maana nchi zingine zilipokuwa zina migogoro, waliokuwa wanaenda kusuluhisha ni marais wetu sisi. Jakaya amesuluhisha migogoro mingi sana. Hata yale mauaji ya kimbali Rwanda alikuja kuamliwa Arusha. Hata mahakama kuu ya Afrika Mashariki yako Arusha. Makao makuu ya Afrika Mashariki yako Arusha. Nyinyi kwa akili zenu hivi vitu vinatokea bahati mbaya?
Hizi ofisi zote kukaa pale Arusha zinatoa fursa za ajira kwa watu wangapi? Kuanzia wafanya usafi, suppliers wa vyakula. Mnataka hizi fursa ziende kwenye nchi zingine? Traore wenu mnayomsifiaga, mbona alivyomaliza kufanya mapinduzi alitaka kuonana kwanza na kiongozi mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete? Au tuwakumbushe, reputation yetu sisi ndio iliyotuweka pale. Tunaonekana sisi ni nchi ambayo iko vizuri kisiasa, haiyumbishwi na makundi ya kisiasa, haiyumbishwi na migogoro ya kisiasa. Tuna transition nzuri za uchaguzi, na hivyo tunaweza kutegemewa hapa barani Afrika, na ndio maana sisi ni moja nchi kiongozi kwenye mfumo wa non-aligned movement. Kimsingi ni kwamba nchi ikionekana iko stable kiuchumi, ina utawala ulionyooka, politics zake zinatabirika, watu huwa wanaamini pesa zao na maslahi yao yako salama kwenye hizo nchi. Sasa bahati iliyoje kwenu nyinyi kuzaliwa mkiwa mmekuta tayari nchi imeshatengenezwa kwenye hiyo reputation. Saizi kinachofanyika ni watu wanaanza kula matunda ya hiyo reputation. Mnafikiri ile mikataba mibovu ambayo Magufuli alikuwa anaizungumzia iliwezaje kusainiwa? Ilisainiwa kipindi ambacho nchi yetu haina sifa nzuri. Nchi yetu inajulikana nchi maskini. Na maskini huwezi kulinga wewe. Wanasemaga yatima hadeki. Yaani mtu akiwa anakujua wewe hauna hela, huwezi kumwambia 50,000 ni ndogo. Lakini mtu akiwa anajua una kipato chako, una vyanzo vingine vya mapato, ukimwambia 50,000 ni ndogo, anajua kwamba kweli hela kwako inaweza kuwa ndogo, kwa sababu unaweza ukaipata kwingine bila yeye. Kwa hiyo anarudi mezani, anaongeza mzigo. Sasa katika chakato ambayo tayari Magufuli katuvusha na wawekezaji wanaendelea kuja, katika mazingira kama hayo, nyinyi mnaamua mwanze kuatisha wawekezaji kwa mikono yenu. Naomba tuwaulize, hao wawekezaji wakishaondoka, hao watalii wakishakimbia, mnafikiria hivi vitu vingine vyote mnavifanyaje? Hiyo Tanzania yenu mnayotaka kuiona hiyo ya maendeleo, ya kila kitu bure, mtaifikiaje? Kwa sababu tuwaambiane ukweli jamani, kodi tu nyinyi hampendi kulipa. Nyinyi mkiona maafisa wa TRA mnafunga frame. Asilimia kubwa ya watu ambao wanalipa kodi kweli kweli, hawaikwepi, hawaikimbii, hawafungi frame, ni hao wawekezaji wenye biashara zao kubwa. Lakini wewe mwenzangu na mimi kwenye kiframe chako ukisikia afisa TRA anakuja unafunga frame. Wewe ukiombwa tu hela ya mlinzi shule anaosoma mwanao unalalamika, unalipa kodi wewe? Hauna kodi hiyo wewe. Hizo kodi wanalipa hao watu mnaotaka kuwatisha wasiwekeze kwenye nchi. Hivyo vipato ambavyo nchi hii vinasababisha mnapata hiyo elimu bure, huku walimu wanaendelea kulipwa mishahara yao, sio kama wafanyakazi wa Chadema makao makuu, vinapatikana kwenye hao watalii mnaotaka kuwatisha wasitembelee kwenye nchi. Huu shamba, alafu mnataka tuwachekee Chadema ambao wameleta huu ugonjwa kwenye jamii. Kwa sababu awali kulikuwa nchi kama kuna changamoto za kisiasa, wanabishana wenyewe wanasiasa kwa wanasiasa. Juzi kati hapa nakuja kuona clip, Senator wa Marekani anasema eti Tanzania Wakristo wananyanyaswa kama Nigeria. Maria Sarungi ndo akaposti hiyo video tena kwa kuongea kitu kama hicho, kwamba kweli Wakristo Tanzania wananyanyaswa, walizuiwa hata kutamba Christmas. Sisi tulioko mndani tunajua Christmas wale walitangaza maandamano na serikali yetu haikuzuia watu kuadhimisha sikukuu ya Christmas. Maria Sarungi amewaaminisha wazungu huko, na wazungu wanajadili kwenye seneti yao namna ya kuja kuwasaidia Wakristo. Mnaonewa Tanzania hadi mlizuia kusherehekea sikukuu ya Christmas. Hivi mnafikiri ilikuwaje mpaka tukaaminishwa binadamu wote wa Kiafrika asili yetu ilikuwa ni nyani? Ni kwa sababu Afrika kwa muda huo mlikuwa mwezi kuandika historia yenu wenyewe. Ilikuwaje tukaaminishwa kwenye vita zote za ukombozi ambazo zilikuwa zinatangulia, wale wa viongozi wetu walikuwa wenda wazimu? Kwa sababu bado wale wazee waliopigana ile vita hawajasimulia upande wao wa hadithi. Na siku zote Masai ni shujaa mbele ya simba asiyeweza kuzungumza. Siku ambayo simba atasimulia kala wa Masai wangapi, ndio siku ambayo mtajua kama Masai yuko strong au simba ndio yuko strong. Upuzi ambao mnauentertain mtandaoni, mnaoongea kuhusu nchi yenu, ndio ambao utakuja kuandikwa juu ya taifa lenu. Kwa sababu ukweli mnaujua hamumuandiki. Wanaojua ukweli wananyamaza, wasiojua ni wanaoropoka. Mmeona Venezuela walikuwa wanatumwa wakaandike kuhusu Maduro. Maduro kaondoka. Serikali ya Maduro imepinduliwa, imeondolewa madarakani. Makamu sikabaki, mwanasheria mkuu si yule yule, mapolisi si wale wale, walimu si wale wale. Nyinyi mnafikiria watu kweli wao wanajali kuhusu mateso yenu nyinyi? Hivi hata mnaendaga kweli kutembelea vituo vya kihistoria nyinyi muone wazungu waliwafanya nini watumwa?
ili mjue jinsi gani wazungu hawawapendi hata kidogo. Nendeni hata Zanzibar pale kwenye kanisa lile.